Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa asubuhi ambayo umetupatia. Nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Muda na wakati kama nakuja mbele yako Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ulionipa, nakuja kulishukuru jina lako kwa zawadi ya uhai kwa ajili ya mtu anayetutazama. Asubuhi njema hii Bwana, tunatamani Bwana ukaseme na sisi na tukakusikia. Roho Mtakatifu, karibu kutufundisha maarifa ya kimbingu. Kwa sababu neno lako nasema watu wako wanapotea na kuangamia kwa kukosa maarifa. Hivyo hiyo maarifa Bwana Roho Mtakatifu ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kuja kusema na wewe asubuhi ya leo mtazamaji wa Esther Masanja TV, kuna neno Bwana ameweka ndani yangu. Ni swali, katika shida zako wewe unamtafuta nani? Watu wengi ukiuliza kwa ajili ya swali hii atakurupuka tu. Anasema Mungu. Why? Kwa sababu you know that God is everything. Mungu ni kila kitu. Sababu anajua tu hivyo kwa atakurupuka. Na wakati na unafiki mkubwa watu wanafanya. Haleluya. Kuna watu wengi tupo hapa tunajifanyaga katika shida zetu, ukiulizwa unasema unamtafutaga Mungu. Kumbe katika shida zako kuna watu wanatafuta wewe. Haleluya. Lakini hapo kukwambia katika kitabu cha Zaburi 120 mstari wa 20 sura ya 120, okay? Zaburi 120 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, katika shida yangu nalimlilia Bwana naye akaniitikia. Nasikia, katika shida zangu nilimlilia Bwana, nalimlilia Bwana naye akaniitikia. Huyu mtumishi wa Mungu, kumbuka huyu ni mfalme. Ni mfalme ambaye ana askari jeshi wanaomlinda. Ni mfalme ambaye ana washauri wanaomshauri. Ni mfalme ambaye kula kwake anakula chakula kwanza na wake wengi. Kwanza ni mtu wa faida katika society. Yaani katika watu. Kwa hiyo mtu apungukiwe na kitu. Sababu ni mfalme. Lakini kumbuka mfalme huyu anasema kwamba katika shida zangu nalimlilia Bwana. Je, wewe na mimi ambao ni watu wa kawaida sana, kwanza tuna samani kihivyo tunafikiria. Je, nikikwambia nayo katika shida zako wewe unamlilia nani? Je, sisi ambao sio hata watendakazi ama watendaji wa kata, huyu ni mfalme anasema anamlilia Bwana. Kwa sababu gani anamlilia Bwana? Mtu anamlilia Bwana kwa sababu Bwana alimwitikia. Kwa hiyo Daudi alikuwa na kawaida akimuita Bwana, Bwana anamuitika. Ndio maana anasema katika shida yangu nilimlilia Bwana naye akaniitikia. Anamuitikia kwa sababu gani? Hiki kitu hata Yeremia anakisema katika Yeremia 33 mstari wa 3 anasema hivi. Mungu mwenyewe anajitapia kifua, anasema niite nami nitaitika. Nitakuonesha mambo makubwa magumu usio yajua. Mungu mwenyewe anasema ukiniita nitaitika. Wewe unapokuwa katika ndoa yako mambo yanaharibika, unamlilia nani? Si mtu ndio anakuwa rafiki yako. Mama mpwe au mama mzazi unapigia. Mume wangu ndio imekuwa hivi, mke wangu ndio imekuwa hivi. Wana msaada, watakwambia achana na huyo mume wako, achana na mke wako. Tulikwambia gamna kitu. Watakarudishia ndoa wakati ndoa ni mapenzi ya Mungu. Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba mwanaume atamwacha huyu na mwanamke atamwacha, atakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo hao wanakuja wanakuambia kwamba no, achana na huyo mtu. Katika shida zako ukiwa mgonjwa, simu usiku unaweza kusumbua watumishi wa Bwana. Baba, hatujalala leo. Anasema mwite naye ataitika. Shida zako hujawahi kumuita, hapo serious tu kumuita. Hakuna sehemu Mungu aliitwa na asiitike. Kila anapoitwa Bwana huwa anaitika. Haleluya. Kwa hiyo niko hapa asubuhi leo kukwambia geuza mtazamo wako, usiangalie wanadamu tena. Geuza mtazamo wako, usiangalie watu tena. Geuza mtazamo wako, usiangalie watumishi tu wa Mungu tena, lakini umwangalie Mungu. Haleluya. Kwa sababu ni wanadamu. Mwisho wa siku ndio kinasababisha watu hawajui kuomba tena. Kimesababisha watu hawajui kumtegemea Mungu sababu watumishi wapo. Biblia inasemaje? Na laaniwe uko katika riski ya kulaaniwa. Kwa sababu Biblia inasema na laaniwe kila amtumainie mwanadamu. Kwa unapokaa kumtumainia mtu,
Unaweka nini tumaini lako katika mtu, yaani unamfanya huyo mtu kuwa Mungu. Mungu wetu anasema ni Mungu wa wivu. Kwenye Mithali anasema kwamba katika njia zake mkiri yeye tu, katika njia zako zote usizitegemee akili yako. Kuna mtu akifika mwisho anaanza kutegemea akili zake, anaanza kutafuta atafanyaje, atafanya kile hiki vipi. Unaelewa? Unapofanya hivyo moja kwa moja umezingua. Haleluya. Basi nilikuwepo asubuhi ya leo kukutia moyo tu ya kwamba katika kile unachokifanya mtumaini Bwana. Katika kile unachokifanya mtumaini Bwana, na sio akili zako na sio watu, kwa sababu kuna hasara katika kutumaini watu. Kuna hasara, na hasara nyingine kufanyaje? Ni kulaaniwa. Mungu akubariki. Tuombe. Katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako aliyesikia neno hili na mwache mikononi mwako, umfanye kutegemea wewe tu, kwa sababu hakuna aliyekutegemea wewe na akatikisika. Leo watu wengi tunatikisika, katika shida tunatikisika, katika magumu tunatikisika, katika matatizo tunatikisika. Ni kwa sababu tu hatukukutumaini wewe. Unasema wanaokutumaini wewe hawatatikisika, bali watakaa imara kama mlima Sayuni. Hivyo Bwana ukatuimarishe katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.